Kwa hiyo al-Imam Shatibi rahimahullahu ta'ala akaeka hudud, akaeka mipaka maalum kwamba hayo mambo yanafanana na sheria, ima yatakuwa ni katika ghuluu, ima yatakuwa ni katika kuchupa mipaka, ima itakuwa ni kufanya mapungufu, ima yani katika hali yoyote ile, lakini haiwi katika sheria. Kwa hiyo mpaka ambao unatakikana uwekwe ni ule mpaka ambao umewekwa na sheria. Ama kujilazimisha kaifia maalum katika uletaji wa mambo na ufanyaji wa mambo, kujilazimisha kwa kaifia hiyo na namna hiyo, basi iwe katika ule msingi wa sheria. Ikiwa kinyume chake utakatazwa huo. Na katika hilo tuna mifano mingi sana ambayo inatajwa katika dini yetu ya watu kuweka hududi, mipaka katika mambo, au iltizamu alkayfiyat walhayati almuayyana, kujilazimisha kaifia na namna maalumu katika mambo. Mfano katika adhkar za pamoja kwa sauti ya pamoja, ibada maalumu za siku maalumu ambazo sheria haikuweka, kujilazimisha ibada maalumu katika nyakati maalumu. Hayo yote hayo ni mambo ambayo tudhahi al-umur al-mashru'a, yanafanana na yale mambo yaliyowekewa sheria, lakini kaifia yake, hududi yake iliyowekwa, ibada wenyewe namna kulazimiana nako haikuja. Sasa watu wa bid'a kukwambia kwani kuna ubaya gani kwa lile ambalo wamezusha? Ndio yale maneno ya Imam Shatibi, yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi at-ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Pakusudiwa katika njia hiyo ambayo imezushwa, katika kuipita kwake ni kufikia mbali katika jambo la kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha huwa al-qasdu. Hili ndiyo kusudio la watu wazushi, ambalo katika lugha nyepesi katika jamii zetu wakiulizwa usema kwani kuna ubaya gani? Mbona hakuna ubaya? Sisi hapa tukatumwabudie Allah. Kwa hiyo yuqsadu bisuluki 'alayha almubalaghatu fi at-ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Hichi ni kidhibiti ambacho kidhibiti hichi kinatumika liikhraji al-'adat allati la tuqsadu biha at-ta'abbudu min al-bid'ah. Watatolewa zile ada ambazo hapakusudiwi kwa ada hizo kufanya ibada katika bid'ah. Na kinatumiwa vile vile kidhibiti hichi wa bayanu anna mabtudi'a min al-umuri az-za'ida 'ala al-mashru'i wal-mansubah wal-mansubati lil-shar'i maqsudun biha al-mubalaghatu fi at-ta'abbudi au tajdidu an-nashati ila al-ibadati, kwamba mambo ambayo yamezushwa, mambo ya ziada yaliyoongezwa katika sheria na yanakusudiwa katika sheria, wanaokusudia kuyafanya mambo hayo wafikie mbali katika kufanya ibada au kuleta msisimko, uchangamfu mpya katika kutenda ibada. Walikuwa na mdororo fulani hivi, sasa wanataka wapate nguvu fulani ya kupata ibada, basi huanzishwa jambo tu. Kuna jambo la kuombea ndugu zetu Waislamu wanaopata tabu dhidi ya madhalimu mazayuni wa kule Palestina, basi siku fulani pafungwe funga, Alhamis ifungwe funga na watu wote. Haya, nani kawaambia hivyo? Waislamu hawakupata shida kule Makka, Waislamu hawakupata shida kule Madina. Matokeo mangapi katika miaka 10 ya Madina, ambayo tayari miaka 9 funga ilikuwa imeshafaradhishwa? Mtume kuingia Makka tu amekuta funga ambayo ni funga ya Ashura, na akaamrisha watu kufunga. Kuanzia hapo tukio gani ambalo linasibishwa na watu kufunga? Nataja mfano tu mmoja huu wa bid'a hii ya karibuni. Kwa hiyo hii ndiyo maana ambayo watu wa bid'a wanashindwa sasa kupata njia ya kuielezea bid'a yao katika ile sura ya kukubalika, kwa sababu maneno haya ya Imam Shatibi rahimahullahu ta'ala yamekuja kuziba nafasi au njia zote ambazo wao wanapita, kwa sababu maneno ya Mtume yalishatangulia. Maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yameshatangulia kwamba bid'a zote ni upotevu. Wa
kulla bid'atin dalalatun, kila bid'a ni upotevu. Hakuna bid'a ambayo si upotevu. Akileta maana ya maneno Umar kasema mbona ni'mal bid'atu hadhihi, ni bid'a nzuri iliyoje hii. Huyo ana suul qasdi, ufahamu wake mbaya wa kukosea. Hiyo ni bid'a katika lugha, sio bid'a katika sheria. Au itakuwa huyu ni sahibul hawa, ambaye ni mtu wa kuepukwa na watu kutahadhari naye, ni mtu ambaye wa kuepukwa, mtu wa kutahadhari naye, si mtu wa sawa sawa. Naam, hayatoki maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuielezea kwamba bid'a zote ni upotevu. Wanawachuoni wanahitaja bid'a katika dini wamegawanyika katika vigawanyo viwili, kwamba kuna bid'a katika dini, bid'atun qawliyatun i'tiqadiyah wa bid'atun fil ibadat. Bid'a ya mwanzo katika dini ni bid'a ya qawli, bid'atun qawliyatun i'tiqadiyah, bid'a za maneno za kiitikadi kama qalati al-jahmiyah wal-mu'tazila wal-rafidha, kama maneno ambayo wamekuja nayo watu wa bid'a katika jahmiyah kwamba Allah hana sifa, Qur'ani sio maneno ya Allah, bali maneno ya Allah kini yaliyoumbwa, sio maneno ya Allah ambayo yanatokana na sifa yake yeye mwenyewe, kama aliyosema yeye mwenyewe, ambayo ni katika sifa ya dhati yake. Bid'a za mu'tazila za kuzipinga sifa, ambao jahmia wao wamepinga sifa pamoja na majina ya Allah. Bid'a waliokuja nayo rafidha kuhusu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuhusu Ali, na nyinginezo katika bid'a za kauli na kiitikadi kutoka mapote tofauti tofauti katika mapote mapotevu katika itikadi zao. Hizo zinaitwa ni bid'atun qawliyatun i'tiqadiyah, bid'a za kauli za kiitikadi. Alafu kuna bid'a ambayo ni bid'atun fil ibadat, bid'a katika ibada, kataabudi lillahi biibadatin lam yashra'aha Allah, kama vile kuzusha katika ibada ambazo Allah hajaziwekea sheria. Wa hiya anwa'u, nazo ziko za aina nyingi sana. Maneno haya ni maneno ya Sheikh Saleh Al-Fawzani hafidhahullah ta'ala, wakati anaizungumzia albid'atu, taarifuha wa bayanu anwa'iha wa ahkamiha au ahkamuha. Bid'a maana yake na kubainisha aina zake na hukumu zake, ama kubainisha hukumu zake. Kwa akazitaja bid'a katika dini katika vigawanyo hivyo, kwamba kuna bid'a ya kikauli ya kiitikadi ambayo wamekuja nayo mapote mapotevu, kina Jahmia, kina al-Mu'tazila, kina Rafidha, kina al-Ash'ira. Halafu kuna bid'a katika ibada, kama kumwabudia Allah kwa ibada ambazo Allah hajaziwekea sheria. Nyingine ibada hizo ukiziangalia, qala hafidhahullah ta'ala, wa hiya anwa'un. النوع الأول ما يكون في أصل العبادة, aina ya mwanzo ya ibada ambazo zimezushwa lakini Allah hakuziwekea sheria, ni zile ambazo ukizitizama zina asili katika sheria. Bi an yuhdatha ibadatun laysa laha aslun fi shar'i, fakazushwa ibada ambayo haina asili katika sheria, haina asili ibada hiyo katika sheria. Ka an yuhdatha salatun ghayru mashru'a au siyaman, au ka an yuhditha salatan ghayra mashru'atin au siyaman ghayra mashru'in au iyadan au a'yadan ghayra mashru'atin ka a'yadi almawalidi wa ghayriha. Ukizitazama zina asili katika sheria, lakini Allah hakuziwekea sheria kwa namna hiyo. Akasema kama vile watu kuzusha swala ambazo hazijawekewa sheria, funga ambazo hazijawekewa sheria, sikukuu ambazo hazijawekewa sheria,
kama vile sikukuu za kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni jambo ambalo halikuwekewa sheria. Aina ya pili, ma yakunu fi ziyada ala al-ibadati al-mashru'a, ni jambo ambalo limezushwa katika ibada, lakini jambo hilo limezidishwa katika ibada ambayo imewekewa sheria. Asili ya jambo lipo, lina sheria, lakini wao wakaja kuzidisha. Kama lau zada rak'atan khamisatan fi salati adh-dhuhri, kama mtu akazidisha raka ya 5 katika swala ya dhuhuri, au al-asri mathalan, au katika swala ya alasiri kwa mfano, au raka ya 3 katika swala ya alfajiri, au raka ya 4 katika swala ya alasiri. Hii ni aina ipo katika sheria, lakini akazidisha. Aina ya tatu, an-naw'u thalith, ma yakunu fi sifati ada'i al-ibada, ni ule uzushi katika ibada ambao umezushwa katika sifa ya utekelezaji wa ibada wenyewe, bi an yuaddiha ala sifatin ghairi mashru'a, mtu akaifanya ile ibada akaitekeleza katika sifa ambayo haikuwekewa sheria. Wadhālika ka ada'i al-adhkari al-mashru'a bi aswatin jama'iyyatin mutribatin, katika hizo kama kutekeleza adhkari za kisheria lakini kwa sauti ya ujumla ya pamoja yenye kurindima. Kwa imamu kama anaweza kusali alafu kakaa kidogo utasikia anaanza kusoma aya inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi mpaka mwisho wake. Aweza katoka kituko akaleta kituko tu ya maneno fulani vya kaleta, watu wakiyasikia wakainua sauti zao katika kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukasikia tabarakallahu ta'ala amin, alafu watu wanainua sauti zao Allahumma salli mpaka mwisho wake. Kwa hiyo hii sala ya kumsalia Mtume ni ibada, ni ibada, na Mtume kaifundisha. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ameifunza baada ya Mtume sallama kuulizwa, ya Rasulullah, kad alimna kaifa nusallim alayk wala nadri kaifa nusalli alayk. Katika hadithi ya Abdurrahman ibn Abi Layla, tumejua sisi namna gani ya kukutakia salamu, lakini hatujui namna gani ya kukusalia. Faqala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhirih. Mtume akasema semeni hivi. Hakuna sifa maalumu ambayo Mtume katuambia mkikaa mkae watukufu, lakini semeni hivyo. Yeye mwenyewe Mtume hakuinua sauti na wengine wakaitikia. Kwa hiyo namna ya kufanya sifa hiyo ya kutekeleza ibada hiyo bi aswatin jama'iyatun mutriba, hiyo imezushwa, ni njia ambayo mukhtaraa, imezushwa. An-naw'u ar-rabi'u ma yakunu bi takhsisi waqti lilibadati, ni ile ambayo inakuwa inahusishwa wakati wa kufanya ibada. Ma yakunu bi takhsisi waqti lilibadati al-mashru'a, ni ile ambayo inahusishwa na wakati wa ibada iliyowekewa sheria. Lam yukhassishu ash-shar'u, sheria haikuwekea wakati wake mahsusi. Katakhsisi yawmin nisfi min Sha'ban wa laylatihi bisiyami wa qiyami, kama kuweka umakhsusi wa nusu ya mwezi wa Shaabani katika mchana wake na usiku wake wa kufunga na kusimama. Fa inna asla siyami wal qiyami mashru'un, asili ya kusali, ya kusimama na kufunga ni jambo lililowekewa sheria. Walakin takhsisuhu biwaqtin min al-awqati yahtaju ila dalilin, lakini funga hiyo au qiyamu hicho, swala hiyo, kuiwekea umakhsusi wa wakati maalum inahitaji dalili ya kisheria. Lazima dalili ipatikane kwamba dalili yake ni hii hapa, dalili ambayo inatumika ni hii hapa. Kwa hiyo haya yote yanatuonyesha ya kwamba tuelewe na tufahamu kwamba yale maneno yaliyomsema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba fa inna kulla bid'atin dalala, hadha huwa hukmu al-bid'i wa hukmu al-ibtida'i. Hii ndio hukumu ya bid'a na hukumu ya kuzusha, kwamba uzushi ni upotevu. Wakati uzushi ni upotevu, kwa hiyo uzushi itakuwa ni jambo lenye kutahadharishwa, ni jambo ambalo
ni lenye kutahadharishwa. Watu wanatakikana watahadhari nalo. Asije akasema mtu kuna bid'a ambayo ni bid'a ambayo iliyokuwa nzuri, bid'a ya uongofu. Hakuna kitu kama hicho. Sheikhul Islami Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala amejibu shubha kama hizi, kama shubha ya yule ambaye sannafa albid'ata ila alhasanati wa qabiha, yule aliyetunga na akaandika kwamba bid'a, kuna bid'a ambayo ni nzuri na bid'a ambayo ni mbaya, akazigawa bid'a katika vigawanyo viwili, kwamba ndani ya dini kuna bid'a nzuri na ndani ya dini hii kuna bid'a ambayo ni mbaya. Amesema rahmatullahi ta'ala katika majmu'i fatawa yake, maneno fatawa zake rahmatullahi alayhi ambazo zimekusanywa na zikaitwa kwa jina la majmu'i al-fatawa. Qala rahimahullahu ta'ala: inna al-muhafadhata ala umumi qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kullu bid'atin dalalatun muta'ayyinun wa annahu yajibu al-'amalu bi'umumihi wa anna man akhadha yasnifu al-bid'a ila hasanin wa kabihin wa yaj'alu dhalika dhari'atan ila alla yuhtaj bil-bid'ati 'ala an-nahy faqad akhta'a kama yaf'alu ta'ifatun min al-mutafaqqihati wal-mutakallimah wal-mutasawwifati wal-muta'abbidati idhanuhu 'an al-bid'ah idhanuhu 'an al-'ibadati al-mubtada'ah wal-kalami fi at-tadayyun wal-mubtada' idda'u alla bid'ata makruha idda'u alla bid'atan makruhatun illa ma nuhiya 'anhu fayaudu al-hadith ila an yuqala kullu ma nuhiya 'anhu aw kullu ma hurrima aw kullu ma khalafa an-nass an-nabawiyyati fa huwa dalalatun wa hadha awdahu min an yuhtaja fi raddihi ila bayani bal kullu ma lam yushra' min ad-din fa huwa dalalatun. Maelezo marefu sana. Sheikhul Islam asema kwamba anna al-muhafadhata ala umumi qawli an-nabi, kuhifadhi ujumla wa qawli ya Mtume sallallahu aliposema kwamba kullu bid'atin dalala, kila bid'a ni upotevu. Kulihifadhi jambo hili na katika usulubu huu na katika ujumla wake ni jambo la lazima, mutaayyinun. Tena inawajibika kufanyia kazi ule ujumla wake, yajibu al-amalu bi'umumihi. Ama yule ambaye amekuwa yeye anatunga katika jambo la bid'a, akasema kuna bid'a nzuri na kuna bid'a mbaya, tena akawa anafanya hiyo ni njia ya kwamba pasitolewe hoja kwamba bid'a imekatazwa, iliyokatazwa ni ile mbaya, huyo amekosea, huyo fakad akhtaa. Kama wanapofanya makundi katika watu wa fiqhi na watu wa falsafa, watu ambao ni katika watu wa almutasawwifa, masufi, wazushi, idhanuhu 'anil ibadati almubtada'a, wale wanapokatazwa na ibada zilizozushwa, wal kalami fi tadayyun almubtada', kadhalika na maneno katika zile itikadi zilizozushwa, wao hudai idda'u alla bid'ata makruha, sema hakuna bid'a iliyochukizwa illa ma nuhiya anhu, isipokuwa ile iliyokatazwa. Bid'a zote bwana nzuri isipokuwa ile iliyokatazwa. Usema maneno kama hayo. Sheikh anasema, Sheikhul Islam, fayaudu alhadithu ila an yuqal, maneno yatarejea kwenye kile kilichosemwa, kullu ma nuhiya anhu au kullu ma hurrima au kullu ma khalafa nass an-nubuwah fa huwa dalalatun, kila lililokatazwa, kila lililoharamishwa, kila ambalo linakwenda kinyume na maneno ya mtume, hilo ni upotevu. Wa hadha awdahu min an yuhtaja fi raddihi ila bayani, hili liko wazi zaidi, halihitaji katika kujibiwa kwake ubainifu mkubwa. Ili ubainifu kullu ma lam yushra'u min ad-din, kila lile ambalo halikuwekewa sheria katika dini, fa huwa dalalatun, hilo ni upotevu, halina njia. Kila liliozushwa sifa ya utendaji wa hiyo ibada, ima likazidishwa namna sheria ilivyokuja,
au ikawa jambo hilo halina asili katika sheria, au likawekewa wakati mahsusi wa kulitekeleza, hilo jambo ni upotevu, sababu halikuwekewa asili, wakati au kuhusishwa ndani ya sheria. Maneno yake Sheikh al-Islam katika jawabu la wale ambao kutaka kusema kwamba kuna bid'a nzuri na bid'a mbaya, kwa kutaka kuyarejesha maneno ya Mtume kullu bid'atin dalala, na kuleta shubha katika hilo ni mengi sana. Qala rahimahullahu ta'ala aidan wa ma'lumun anna kulla ma lam yasunnahu wala istahabbahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wala ahad min haula alladhi yaqtadi bihim almuslimuna fi dinihim fa innahu yakunu min albid'i almunkarat. Katika jambo ambalo linajulikana, kila kile ambacho Mtume hajakiwekea sunna wala kukipendezesha kufanywa kwake, wala hakuna yoyote katika hawa ambao Waislamu wanawaiga katika dini zao, yani katika wanawachuoni kuanzia maswahaba na wanafunzi wao na wanafunzi wa wanafunzi wao na maimamu waongofu, basi fa innahu yakunu min albid'i almunkarat, hicho kieleweke ni katika bid'a ambayo ni yenye kuchukizwa. Hiyo ni bid'a ndani ya dini. Wala yaqulu ahadun min mithli wala yaqulu ahadun fi mithli hadha, wala hawezi akasema yoyote kwenye mfano wa katika hili kwamba innahu bid'atun hasanatun, kwamba hii ni bid'a nzuri. Albid'atu alhasanatu inda man yuqsimu albid'a ila hasanatin wa sayyi'ah. Bid'a nzuri itakuwa ni kwa yule ambaye anaigawa bid'a katika uzuri na ubaya, lakini la budda an yastahibbaha ahad min ahli alilmi, lazima jambo hilo aseme ni zuri yoyote katika wanawachuoni. Yupi? Alladhina yuqtada bihim, wale ambao wao ni wenye kuigwa, wenye kufuatwa. Wayaqumu dalilun shar'iyyun, alafu akishasema huyo mwanawachuoni, basi liwe limesimama katika dalili ya kisheria ala istihbabiha, juu ya kupendezeshwa kwake jambo hilo. Wakadhalika man yaqulu albid'atu ash-shar'iyyatu kulluha madhmuma, na vile vile yule anayesema kwamba bid'a za kisheria zote zimesemwa vibaya, basi huyo maneno yake itakuwa liqaulihi sallallahu alayhi wasallama fi alhadithi as-sahih kullu bid'atin dalala, itakuwa kasema kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi sahihi kwamba kila bid'a ni upotevu. Hii ni hukumu ya uzushi. Uzushi ni upotevu. Sasa uzushi, enyi wanawake wa Kiislamu, tuufahamu kwamba umegawanyika katika vigawanyo hivi viwili. Uzushi katika dini, yani bid'a. Kuna bid'a katika i'tiqad, kadhalika kuna bid'a katika al-ibadat. Kuna bid'a katika ibada, kadhalika kuna bid'a katika i'tiqad. Ili tuitahadhari bid'a, panahitajika jambo kubwa sana la ilmu. Bila ya ilmu huwezi wewe ukatoka katika mtego huu wa shaitani. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam alivyoyasoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo yamekuja katika sura Al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema walladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamat, yeye ni yule ambaye aliyeteremsha kwako wewe kitabu. Kitabu hicho minhu ayatun muhkamatun, ndani yake kuna aya ambazo ni muhkamat, ay wadhihatun la ihtimala fiha wala ashbah. Ni aya ambazo ziko wazi, hazina ihtimali wala kutatiza, ziko wazi na ndio zimejengewa msingi. Hunna ummul kitabi, huo ndio msingi wa kitabu, ndio msingi wa Qur'an. Sheria zimejengewa katika aya hizo. Wa ukharu mutashabihatun, na kuna aya nyingine katika Qur'an ni aya ambazo maana zake haziko wazi kwa wengi katika watu. Aya hizo ni khafiyatun
istaathara Allah biilmiha, zimefichikana ile maana yake, Allah amejipendelea yeye mwenyewe kuzijua. Bimaana la tattadhihu illa binadharin daqiqin, hasipatikani uwazi wake isipokuwa kwa mtazamo wa ndani. Hakuna wanaoweza isipokuwa wanawachuoni, kwa sababu wana nyenzo za kufanyia hilo. Sasa wa ukhra mutashabihatun fa amma alladhina fi qulubihim zayghun, ama wale ambao katika nyoyo zao kuna upotevu, fayattabi'una ma tashabaha minhu, wa hufuata zile ambazo haziko wazi. Lengo lao ni nini? fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wili, ni kutafuta kuwafitini watu, kadhalika na kutafuta taawili yake. Taawili gani? Kupotosha, kuitoa katika ule usahihi wake ambao umekusudiwa. Wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah, hakuna anayejua taawili yake, tafsiri yake ya uhakika isipokuwa Allah. Warasikhuna fil ilmi yaqulun, na wale waliozama katika ilmu wanasema amanna bih, sisi tumeziamini hizo. Kullu min inda rabbina, zote hizo zatoka kwa Bwana wetu mlezi. Wama yadhakkaru illa ulul albabi, na hakuna wanaokumbuka isipokuwa wale waliokuwa na akili. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya maneno haya alivyoyasoma akasema, fa idha ra'aiti alladhina yattabi'una ma tashabaha min, anamwambia ummul mu'minin, na hii ni tahadhari ya uzushi kwa wanawake wa Kiislamu. Mtume anamwambia mama Aisha, utakapowaona wale ambao yattabi'una ma tashabaha minhu, wanafuata zile ambazo aya ambazo haziko wazi maana yake, msingi wake kwa watu, fa ulaika alladhina samma Allah, hao ni wale ambao Allah amewataja. Fahdharuhum, tahadharini nao watu hao, tahadharini nao watu hao, kwa sababu uzushi ni jambo la kutahadhari. Na wanatahadharishwa Waislamu, wanawake, wanaume. Kwenye hadithi hii ya mama Aisha, Mtume mwanzo wa maneno kayaelekeza kwa mama Aisha radhiallahu anha, na ndio maana tukaihusisha hii maudhui kwa wanawake. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala fi hadha al-hadith, akasema al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala fi hadha al-hadith at-tahdhiru min mukhalatati ahli al-bid'ah. Katika hadithi hii kuna kutahadharishwa watu kuchanganyika na watu wa bid'ah. Wa man yattabi'u al-mushkilati lilfitnati, na wale ambao wanafuata yale mambo ambayo yanatatiza, hayako wazi jambo lake, kwa ajili ya kuleta fitna. Fa amma man sa'ala amma ashkala alayhi minha lilistirshadi wa tatallubi dhalik fala ba'sa alayhi, ama yule ambaye atakayeuliza lile ambalo linamtatiza katika hizo kwa ajili ya kutaka mwongozo na uongofu na kulitafuta jambo hilo, hakuna ubaya kwake yeye, hawezi kutahadharishwa huyo, hawezi kutahadharishwa huyo. Naam, lakini akasema fala ba'sa alayhi, wa jawabuhu wajibun, kumjibu mtu huyo ni jambo la wajibu. Wa amma al-awwal, ama yule wa mwanzo ni yupi? Katika watu wa bid'a, watu wapotevu ambao wanafuata zile aya ambazo haziko wazi jambo lake. Kwani aya hizi hazitakiwi kujulikana? Naam, zinajulikana uwazi wake, lakini wanaulizwa wanawachuoni, au zinarejeshwa kwenye zile aya ambazo ziko wazi jambo lake ili kutaka ubainifu. Kwa hiyo ama yule wa mwanzo, fala yujabu bal yusjaru wa yuhadharu, bal yusjaru wa yu'azzaru, bali yule wa mwanzo atagombezwa na ataadabishwa kwa sababu ya njia aliyoitumia, kama azzara ibn al-Khattab radiyallahu anhu Sabigha ibn Isl hina kana yatatabi'u al-mushabaha, kama alivyomtia adabu Umar ibn al-Khattab kumtia adabu mtu mmoja aitwa Sabigh
Ibn Islim wakati alipokuwa anafuata hizi aya ambazo hazikuwa wazi jambo lake, anaendea watu katika vikao, anawachanganya, anawatatiza, jambo likafika kwa Umar akamtia adabu, alafu akamhamisha katika mji na akaamrisha huko anakokwenda watu wamtenge, kwa sababu ni tahadhari ya uzushi. Si jambo ambalo lenye kuachiliwa tu, jambo lenye kuonekana ni jambo la kawaida. Katika kila jambo lenye kuhusiana na dini hili, basi wazushi lazima watie mdomo wao katika mambo hayo, lazima watasema maneno. Kwa hiyo